Sasa Paulo kuhusu mambo ya kunena kwa lugha, napenda nikudokeze jambo fupi tu. Ukasoma Wakorintho wa kwanza 14, utaona Paulo lugha yake usipoielewa. Petro ameisha sema Mungu amempa jamaa huyu hekima, ambayo mtu ambaye hana maarifa atatafsiri vibaya maandiko ya Paulo na kujiletea uharibifu wake. Na moja ya uharibifu ni wale wahubiri wote wanaofundisha ya kwamba kuna kunena kwa lugha kwa mapepo. Huo ni uharibifu mkubwa sana. Ila Paulo anazungumzia kunena kwa lugha katika level 3. Anaonesha kunena kwa lugha kama maombi, ambayo unapoomba hakuna anayesikia na hakuna atakayesikia isipokuwa Mungu mwenyewe. Kisha anazungumzia kunena kwa lugha kama hotuba au unabii, ujumbe unaokuja kwa lugha isiyojulikana inatafsiriwa kwa lugha inayojulikana. Kisha anaenda kuzungumzia aina ya 3 ya kunena kwa lugha, kunena kwa lugha kama huduma ambayo watu wote hawana. Sasa usipojua kutofautisha mafungo haya matatu, utaishia kusema kunena kwa lugha kwa mapepo kupa, lakini hakuna mstari katika Biblia. Paulo anasema hivi, mjihadhari na waalimu wa uongo. Maana yake wapo. Tuko pamoja? Kisha anasema jihadharini na manabii wa, maana yake manabii wa uongo wapo. Tuko pamoja? Lakini kuhusu kunena kwa lugha anasema msizuie kunena. Sijui kama unasomaka Biblia ya wapi na unasemaka mambo gani. Msizuie kunena. Anakataza tusizuie, sababu hakuna lugha ya mapepo. Kungekuwepo lugha ya mapepo, tutashukuru Mungu, hatutajaribiwa tena. Sababu ili shetani anijaribu mimi na wewe tutende dhambi, lazima atumie lugha unayojua. Akatumia lugha usiyojua, utashawishika na nini? Mbena moja yuko hapa. Kuna mbena hapa? Njoo mara moja. Kumbe basi hampo. Si njoo sasa kama mpo. Mbena kutoka huku Njombe. Njoo baba yangu. Njoo baba. Unajua sisi walimu tunafundisha kwa matendo sana. Wabena wengine wote wainue mikono, ambao ni hapa kanisani. Sasa ninyi simameni. Naomba tu msimame, tufanye tukomboe muda. Sawa, jinsi mmesimama msikae. Tuko pamoja Sababu atakachosema ninyi mtasikia. Sasa napenda tusio wabena, tutafsiri atakachosema. Haya, msikie baba anatushawishi. Ndipo anatushawishi tutende dhambi. Haya, dhambi hiyo. Ndinago mapesa dola milioni 100. Mwazo tegule. Unaona mbele ya dola moja. Umesikiaje? Ninayo dola 100. Chukua. Ninyi wengine kwa nini hamtaki? Sasa shetani akanena kwa lugha, hatutatenda dhambi sababu hatusikia anachokisema. Bwana tusaidie sana. Sasa tunaogopaje lugha ya shetani? Tuache basi iwepo kama kweli ipo. Sababu akakushawishi ufanye uovu, huwezi ukatelewa, kwa hiyo hutafanya ule uovu. Njoo maana shetani akija Tanzania atakushawishi kwa Kiswahili. Akaenda kwa China atamshawishi Mchina kwa Kichina. Akaenda Korea atamshawishi Mkorea kwa Kikorea. Hawezi kumshawishi Mkorea kwa Kiswahili, anajua Mkorea hata sikia. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuachane nayo, twende kwenye title yetu. Sasa Paulo anasema nikinena kwa lugha itawafaidia nini? Ila nisiponena na ninyi kwa ufunuo. Maana yake kuna maandiko katika Biblia
ambayo inabidi usome kwa jicho la ufunuo, ndio utayaelewa. Bwana asifiwe sana. Na njia ya pili anasema kwa elimu. Maana yake kuna maandiko katika Biblia inabidi uyasome kwa njia ya elimu, ndio utaelewa. Na njia ya tatu wanasema kwa hotuba. Hotuba maana yake unabii. Kuna maandiko katika Biblia lazima uyasome kwa njia ya kinabii, ndio utaelewa. Na njia ya nne anasema kwa fundisho, au tunaita doctrine. Bwana atusaidie sana. Sasa mimi leo kwenye hili somo napenda nikuzungumzie sana kiufunuo, kwa sababu kitabu cha Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale vyote kuanzia Mwanzo mpaka Malaki ni vitabu ambavyo vinazungumzia sana kiufunuo. Hasa kitabu cha Mwanzo. Kitabu Biblia inaanza na ufunuo, inaisha na ufunuo. Jinsi ambavyo kitabu cha ufunuo ni kigumu kwa walio wengi. Sasa kwa taarifa yako leo nakwambia kitabu cha Mwanzo ni kigumu kuliko unavyofikiria. Sababu kimezungumzwa kiufunuo. Lakini kuna wahubiri wanachukuliaka Biblia kitabu cha Mwanzo kama hadithi. Hadithi ya Yusufu, hadithi ya Musa. Kwa hiyo wanazungumza vitu ambavyo havina afya. Lakini ukazungumzia kitabu cha ufunuo, jua ya kwamba cha Mwanzo, jua ya kwamba uko unazungumzia ufunuo. Bwana tusaidie sana. Amen. Nasema Bwana tusaidie. Amen. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi. Maji yanatoka wapi? Kwa hiyo Mungu hakuumba maji. Bwana tusaidie sana. Amen. Giza inatoka wapi? Kwa hiyo giza, ukiwa na utupu na maji havikuumbwa na Mungu, sababu vilikuwepo. Sababu mstari wa 3 sinyo anaanza kuumba. Maana yake mstari wa 2 ni vitu ambavyo vilikuwepo. Si unaona hapo, unaanza kuona kichwa ambacho kinakuwa kizito kweli. Sasa Biblia inabidi tujifunze Biblia. Bwana tusaidie sana.